awamirillahi taala, katika kubainisha uachaji wa amri za Mwenyezi Mungu Taala. Suratul Anfali, Mwenyezi Mungu anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula, enyi mloamini msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu na mtume. Msimkhini Mwenyezi Mungu na mtume. Bwana, hii toa kabisa. Bitatili alfaraidhi wa sunani, kwa ajili ya kuharibu faradhi na sunna. Msimkhini Mwenyezi Mungu bitatili alfaraidhi wa sunani, kwa kuharibu faradhi na sunna, au bi an tadhmiru khilafa ma tadharun, khilafa ma tudhhirun, au mkadhamiria kinyume na vile mnavyodhihirisha, au bilghaul fil ghanaimi, au kwa kudokoa kwenye ghanima. Bilghaul ala alghanaimi, au katika kudokoa kwenye ngawira. Watakhunu amanatikum, na mkifanya hivyo mtafanya khiana ya amana zenu. Fima bainakum, kwenye mambo yaliyoko baina yenu. Ukishakuwa na uwezo wa kumfanyia khiana Mwenyezi Mungu, basi ukamfanyia khiana mtume kwa kuto kutekeleza fardhi zake Mungu, kuto kutekeleza sunna zake mtume, wewe umefanya khiana. Ukilifanya hili, basi utakuwa pia una nafasi ya kufanya khiana kwa viumbe wa Mungu. Ndio hiyo fima bainakum. Wa huwa majzumun bil atfi ala al-awwal, na fi'li hiyo imekuwa ni majzum. Wala takhunu, hiyo watakhunu maana yake kwa wala inaatfia kule nyuma kwenye fi'li. Wa huwa majzumun bil atfi, nayo ni yenye kujazmishwa fi'li hiyo kwa kuatfiwa ala al-awwali, kwenye ile fi'li ya mwanzo, au ni mansub ala al-jawabi bilwawi, au iwe ni mansubu lakini umansubu wenyewe utakuja kwa jawabu ya wao. Hiyo wao hiyo, kwa maana iwe ni wawi maia. Sawa? Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyie mnajua. Yani mnamkhini Mwenyezi Mungu, mnamkhini mtume, hali ya kuwa mnajua. Annakum takhunun, hali ya kuwa nyie mnajua kwamba mnamkhini Mwenyezi Mungu. Au antum ulama tumayizuna alhusna min alqabih, au nyie ni waerevu, ulama nyie ni waerevu, tumayizuna alhasana min alqabih, mnapambanua baina ya zuri na ubaya, alhasana walqabih. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun, na mjue. Wa'lamu, na mjue. Annama amwalukum, hakika si vingine mali zenu. Wa auladukum, na watoto wenu. Fitnatun, hiyo ndio habari. Mali
na watoto ni fitna. Mtu unaweza ukapata sababu ya kuingia motoni kwa sababu ya watoto na kwa sababu ya mali. Hiyo iko dhahiri kabisa, wala haina kificho. Unaweza mali yako ukaipenda sana kuliko unavyoipenda dini yako. Unaweza ukaipenda mali yako sana kuliko unavyopenda mtume wako. Unaweza ukaipenda mali yako sana kuliko unavyompenda Mungu wako. Tayari ishakuwa ni hatari kwako. Lakini upande wa watoto nao ni hivyo hivyo. Unaweza ukawapenda watoto mpaka ukafika mahala unashindwa hata kuwaambia haki iko wapi watoto wako. Unajua, nikimsemesha hivi mtoto wangu atakasirika, nikimsemesha hivi mtoto wangu atanuna au atatoroka, au si itakuwa hivi itakuwa hivi. Unashindwa kumfikishia amri ya Mwenyezi Mungu, amri ya mtume. Tayari shakuwa ni fitna hii. Mara nyingine mtoto ni wa kwako, lakini anaweza akakugombanisha baina yako wewe na mzazi wako. Mtoto ni wa kwako, lakini mtoto huyo huyo wa kwako anaweza akakugombanisha baina yako wewe na mzazi wako, ima mama au baba. Kwa vile unampenda mtoto wako, hutaki hata agombezwe na babu yake, hutaki agombezwe na bibi yake, jinsi unavyompenda mtoto wako. Basi baba au bibi akachukua fimbo akamchapa mjukuu wake, basi wewe unaweza ukahemukwa, ukapandisha hasira, ukaanza kumsemesha mzazi wako, bwana unanipigia mwanangu kama hivyo? Unanipigia mwanangu kama hivyo kwa nini bwana? Si bora uniachie mwenyewe, nitampigia mwenyewe. Tayari hili ni tusi, unamtukana mzazi wako. Ni kwamba yeye hajui kulea, anajua kupiga tu. Kwa hivyo mzazi tayari ananuna, anasema huyu mtoto kumbe hanijui kwamba mimi huyu mtoto ananihusu. Anakuachia mtoto wako, na matokeo yake mtoto huyu ataharibika. Naam, fitna tu mali na watoto, habari ni fitna. Liannahum sababu lwuquu' fil ithmi, kwa sababu wao ndiyo sababu ya mtu kutumbukia kwenye ithmi, au fil iqabi, au kutumbukia kwenye adhabu, au fi mihnatin min Allah, au kutumbukia kwenye mitihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Liyabluwakum fihi, ili Mwenyezi Mungu awapige mitihani kwa mali na watoto. Mungu anaweza kupiga mtihani akakupa mtoto, huyo mtoto akawa ni mshari kuliko, akawa mtoto matata kweli kweli, kila unavyosema, kila unavyofanya hivi, chagua mahali pazuri pa kumpeleka, lakini bado nanga imepaa juu namna hiyo. Huo ni mtihani. Unaweza ukamaliza pesa zako nyingi za kumsomesha, kumbe mtu mwenyewe hataki kusoma. Ni mtihani huo. Basi limradi mitihani kwa watoto na mali iko mingi. Fala yahmilannakum hubbuhum ala alkhiyanati ka abi Lubaba, na wala isiwapelekeni, fala yahmilannakum, na wala isiwapelekeni hubbuhum ala alkhiyana, mapenzi yao ya mali na watoto isiwapelekee nyie ala alkhiyanati, kuingia kwenye khiana ya kumkhini Mungu na mtume wake. Ka abi Lubaba, kama vile ilivyomtokea huyo mtu anaitwa Abi Lubaba, alipata fitna huyo ya mali na watoto. Inna Allaha indahu ajrun adhim, hakika Mwenyezi Mungu kwake kuna malipo makubwa. Habari hii jumla ismia, wa anna Allaha indahu ajrun adhim,
ni hakika kwake Mwenyezi Mungu kuna malipo makubwa. Malipo makubwa haya ni ya nini? Au utalipwa malipo makubwa haya kwa kazi ipi uliofanya? Kazi yenyewe ni hii hapa nyuma, kuchunga mali yako na kuchunga watoto wako. Mali isitumike kwa njia mbaya na usiitafute pia kwa njia mbaya. Moja hilo. La pili, watoto wako ushukuru Mungu kwa vile Mungu kakupa watoto, lakini pia malezi ni ya kwako. Uwalee watoto wako kwenye malezi yanayotakikana, na umuombe Mungu pia naye akupe msaada kwenye hilo la malezi. Lakini pia watoto wako uwafikishie yale yanayowalazimu katika dini, ufikishe ujumbe ule, swala, zaka, hija, yani yale ya lazima yote uwafikishie. Kuyafanya haya mbele ya Mwenyezi Mungu kuna nini? Ajrun adhim. Liman athara ridha Allahi alayhi, kwa mtu ambaye aliyeathirika na radhi ya Mwenyezi Mungu kuliko ni mali na watoto wake. Kwa maana ya kuwa kule kuridhika na hukumu ya Mwenyezi Mungu kwako wewe ndio jambo jema kuliko ni kumridhisha mtoto wako. Wara hududahu fihim, na yule mwenye kuchunga, warai hududahum fihi, na mwenye kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu kwa mali na watoto. Faanitu imamakum bima yuaddikum ilayhi, faanitu imamakum, elekezeni zile bidii zenu au hiba zenu, zielekezeni bima yuaddikum ilayhi, kwa kile ambacho nyinyi kitawafanya kutekeleza kwao au mali na watoto. Ruya fi sababi nuzuli hadhihi alaya, pamepokewa katika sababu ya kuteremka aya hii. Sababu yake ilikuwa nini mpaka Mungu akashusha maneno haya? Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam hasara yahud bani Quraidha 21 laila, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwazingira Mayahudi wa Bani Quraidha kwa masiku 21, amewaweka katika hasri. Fasalu sulha kama salaha ikhwan Bani Nadhir, wakamwomba Mtume kufanyike suluhu kama vile ndugu zao Bani Nadhiri walivyofanya suluhu na Mtume, ili amani ipatikane. Basi wale waliowekewa kwenye kizuizi wafunguliwe. ala an yasiru ila adri'atin wa ariha min ardi shami, ala an yasiru ila adri'at wa ariha min ardi shami, lakini suluhu yenyewe wanayoitaka ni kwamba waondoke pale, waende wakaishi kwenye ardhi ya Adri'at na ardhi ya Ariha, min ardhi Shami, katika ardhi ya mji wa Sham, waende wakakae huko. Faaba sallallahu alayhi wasallama, Mtume salawatullahi alayhi akakataa suluhu hii. Na Mtume hakuwa ni mwenye kukataa sulhi nyingi, lakini hii aliikataa, sababu Mtume Mwenyezi Mungu aliyompa anaona mbali sana
fikra na mawazo na nafsi za watu pia, kuwajua kama wanafanya khiana au wanafanyaje. Faaba sallallahu alayhi wasallam illa an yanzilu ala hukmi Sa'd ibn Muadh, Mtume akakataa kuileta suluhu hii isipokuwa mpaka wafike kwenye hukumu ya bwana Sa'd bin Muadh. Huyo Sa'd bin Muadh ndo atoe hukumu ya suluhu hii. Faabau, na wao wakakataa. Kama kwa Sa'd bin Muadh bwana, hapana. Wanajua Sa'd bin Muadh ni sahaba wa Mtume, akifikishiwa maneno kama haya kutoka kwa Mtume ataichana sawa sawa. Hawa watu watapata tabu. Walikuwa wanaitaka huruma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqalu, wakasema, arsala ilaina aba Lubaba Marwan ibn al-Mundhir wa kana munasihan lahum lianna ma lahu wa iyalahu fi aidihim. Wale wakasema kwamba sisi, arsala ilaina, ametuma mjumbe kutuletea sisi aba Lubaba. Arsala ilaina aba Lubaba, arsil ilaina aba Lubaba. Arsil iwe ni amri, afu yo aba iwe mafuli Basi ukisema arsala ilaina itakuwa Abu Lubaba. Arsil ilaina aba Lubaba, tutumie sisi huyu bwana Abu Lubaba. Marwan ibn al-Munzir ndio jina lake halisi. Wakana munasihan lahum, alikuwa huyu Abu Lubaba alikuwa yeye ni mtoa nasaha kwao au ni msuluhishi kwao. Kwa nini? Lianna ma lahu wa iyalahu fi aidihim, kwa sababu mali zake huyu Abu Lubaba na watoto wake walikuwa mikononi mwa wale Mayahudi. Fabaathahu ilaihim, akawapeleka huko. Faqalu lahu, wakamwambia Abu Lubaba, ma tara hal nanzilu ala hukmi Sa'd, je bwana Abu Lubaba unaonaje tufike kule kwenye hukumu ya Sa'd bin Muadhi? Fa ashara ila halqihi, akawaonesha ishara shingoni kwamba mkienda huko kwa Sa'd bin Muadhi mtachinjwa, kwamba annahu dhibhu, kwamba hukumu ya huko ni kichinjo, mtachinjwa. Qala Abu Lubaba, Abu Lubaba akasema, fama zalat qadamaya hatta alimtu anni khintu Allaha wa rasulahu, kabla mimi miguu yangu haijainuka. Fama zalat qadamaya, miguu yangu haikuacha kuwa mahala nilipokanyaga. Hatta alimtu, ila niligundua, nilichogundua, anni khintu Allaha wa rasulahu, kwamba mimi nimemfanyia khiana Mungu na mtume wake. Mtume alitaka hukumu ipeleke kwa Sa'd bin Muadh, lakini yeye akasemaje? Msikubali kwenda huko, mkienda huko mtauawa. Fanuzilatil aya, ndio aya hii hapa ikateremshwa kuja kubainisha kitendo hiki cha huyu Lubaba, Abi Lubaba. Fashadda nafsuhu ala sariyati, fashadda nafsahu ala sariyati min siwari almasjid,
akajifunga mwenyewe kwenye nguzo moja miongoni mwa nguzo zilizoko msikitini, akajifunga kwenye nguzo. Waqala, akasema hivi, wallahi la adhuqu ta'aman wala sharaba, na hapa kwa Mwenyezi Mungu sitaonja chakula wala maji ya kunywa, hata amuta au yatuba Allahu alayya, mpaka nife au Mungu aipokee toba yangu. Famakatha 7 ayyam, akakaa pale kwa muda siku 7. Hata kharra maghshiyan alayh, mpaka kaanguka chini hali ya kuwa amezimia kwa kiu na njaa. Siku 7 si mchezo. Njaa ya siku 2 tu mtu anatetemeka. Ikifika siku ya 3 viungo havina nguvu. Ikifika siku ya 4 kusimama huwezi. Siku ya 5 umelala hata macho hayafunguki. Siku ya 6 watu wanasikilizia pumzi. Siku ya 7 kwa heri. Thumma taba Allahu alayhi, kisha baada ya hali hii Mwenyezi Mungu akampokelea toba yake. Umeona watu walivyokuwa wa kweli. Kwanza kagundua kosa lake, ikisha akaamua kujiweka mahali pale mpaka Mungu alete hukumu. Faqila lahu, akaambiwa, qad tiba alayka fahalli nafsaka. Hiyo tiba au niba imeandikwa niba, makili naba ya nubu au naba ya nibu. Ikiwa naba ya nibu basi niba, kwa maana ya kwamba ile niba anaba, anubu, yanubu, kwa maana anarejea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kadiniba alaika, pameshakubaliwa toba juu yako. Fahali nafsaka, haya jifungue hapo kwenye kamba hiyo. Fahali nafsaka, jifungue. Faqala, akasema, la wallahi la uhilluha hatta yakuna rasulullahi, mimi sitoifungua kamba hii mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awe huwa alladhi yahulluni, kwamba yeye ndio atakayenifungua kwenye kamba hii, lakini mimi sifungui. Fajaa alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjia, na alipomjia fahaddahu biyadihi, akaifungua ile kamba kwa mkono wake ana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema, inna min tamami taubati an ahjura dar qaumi allati asabtu fiha dhamb. Maneno haya anayasema mwenyewe Abu Lubaba, nasema katika ukamilifu wa toba yangu, min tamami taubati, katika ukamilifu wa toba yangu, an ahjura dara qaumi, ni kwamba mimi ni uhame mji huu wa watu wangu, allati, mji ambao asabtu fiha dhamb, mimi nilifanya dhambi ndani ya mji huu, kwanza ni hame nikaishi mbali huko. Wa an akhlaa min mali, lakini pia na mali yangu niachane nayo. Faqala alayhi salatu wassalam, Bwana Mtume akamfundisha. Mtume ni mwalimu, Mtume ana huruma kwamba huyu sasa akiondoka hapa labda hamie si wapi huko, ataacha mali zake huko, ataacha familia huku, atateseka. Akamwambia yujziuka thuluth, kwamba inakutosha wewe kutoa sadaka theluthi tu ya mali yako, usiitoe yote. Bi an yatasaddaqa bih, kuwa aitoe sadaka theluthi hiyo.
i'lam anna ta'tila sunna atarku laha. Ta'tilu sunna, kuivuruga sunna ni kuiacha. Ule kuiacha sunna ikawa wewe hufati yale ya sunna, kuna sunna hata moja unayoiendeleza. Kufanya hivyo ndio ta'til, ndio kuvuruga sunna. Sababu inakwenda hivyo, leo wewe umeijua sunna kwamba hiki ni cha sunna, hiki ni cha sunna, halafu usipokitumia wewe, watakao kuja nyuma yako pia nao hawatakijua kabisa hicho kitu. Kwa maana hiyo wewe ndio utakuwa umeua sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala alayhi salatu wassalam, Bwana Mtume amesema, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rashidin, jilazimisheni kuishi na sunna zangu. Alaikum ismu fi'li, alaikum bimaana ilzamu, alaikum bisunnati, jilazimisheni kuishi na sunna zangu. Wa sunnati al-khulafai rashidin, na sunna za makhalifa wenye kuongoza. Makhalifa wenye kuongoza ni wale waliokuja baada ya Mtume Muhammad kuondoka. Almuhdiyin, wale wenye uongofu. Min ba'di, watakaokuwa baada yangu. Kawataja kabisa watakaokuwa baada yangu. Baada yake Mtume alioshika madaraka yale alikuwa nani? Sayyidina Abi Bakar as-Siddiq. Lakini hakuwa peke yake Sayyidina Abi Bakar as-Siddiq, alikuwa na jopo la maswahaba wakishauriana, wakiendesha mambo ya dola ya Kiislamu. Naam, abdu alaiha bin nawajidhi, zing'ang'anieni. Hiyo neno abdu, neno abba maana yake mtu amenyata kwa meno, ndio abba, amenyata. Kwa hivyo abdu alaiha, zing'ang'anieni sunna hizo, bin nawajidhi, kwa magego. Yametajwa magego haya meno makubwa huku, kwa sababu kitu kamba ukiweka hapa kwenye meno haya ya mbele, alafu mtu akivuta ile kamba, meno haya ya mbele yanaweza yakang'oka. Lakini haya meno ya huku haya makubwa haya, mtu ikiwa kaweka kamba pale afu akaibana, alafu wewe ukivuta, mtakwenda wote, meno hayatatoka, labda mpaka aachie ndio kamba itoke. Lakini asipoachia, naweza mkaenda hapa na kisomo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa mfano huu, ni kwamba ng'ang'anieni sunna kama vile magego yanavyong'ang'ania kitu. Addu alaiha bin nawajidhi, zing'ang'anieni sunna kwa magego, kwa maana usiache sunna hata kwa nafasi ndogo. Waqala alayhi salatu wassalam, na akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ya'ti ala nnasi zamanun, na zitakuja zama kwa watu, takhluqu sunnati fihi kama yakhluqu thawbu, tena tukhlaqu sunnati fihi, tukhlaqu sunnati fihi, sunna yangu itachakazwa. Kuchakazwa maanake itaonekana kama kitu cha zamani. Kitu cha zamani ndio sasa hivi mtu akivaa mvao wa sunna anaonekana mshamba, kama vile mtu wa zamani, shazeeka huyu. Sasa hivi watu wana katalogi bwana, suruali inaishia hapa, kiatu fulani fulani hivi. Lakini wewe ukivaa mvao wa sunna unaonekana wewe ni mshamba wa zamani. Tukhlaqu sunnati, kwamba sunna yangu itachakazwa, kama yukhlaqu thawbu ala al-abdani, kama vile inavyochakazwa nguo kwa kuvaliwa juu ya mwili. Alafu tena wayuhdathul bid'ah,
kisha bid'a itazushwa. Faman ittaba'a sunnati yawma idhin, basi mtu ambaye atakayefuatilia sunna yangu kipindi hicho, swara ghariban, atakuwa ni mtu mgeni, kwa maana anafanya mambo ya watu wageni. Mambo yake bwana, wewe mbona kipekee yake, kumbe vile anahoisha sunna. Wabakia wahidan, na atabaki peke yake, hana mtu wa kukaa naye, hana mtu wa kuzungumza naye, kwa sababu ukizungumza wewe utazungumza maneno yanayofanana na sunna za Mtume. Ukifanya jambo utafanya majambo yako kwa mujibu wa sunna za Mtume. Watu hawana hayo, utabaki peke yako. Ni kweli. Waman ittabaa bid'atan nas, na mtu ambaye atakayefuatilia mazushi ya watu, wajada 50 sahiban wa akthara, wajada 50 sahiban au akthar, atapata marafiki 50 au zaidi. Na hivi ndivyo ilivyo. Ikiwa wewe ni mtu umekaa si katika mitindo ya kisunna, umekaa kwenye mitindo tu, utapata marafiki wengi, kwa sababu wengi ndio wala mirungi, wengi ndio wavuta sigara, wengi ndio wahuni, wengi ni magae. Hivyo utawapata marafiki kama hao wengi. Fakalu, masahaba wakasema, ya Rasulullah, hal ba'duna ahadun afdalu minna, je, baada ya sisi kuna yeyote atakayekuwa bora kuliko sisi? Qala, Mtume akajibu bala. Maana yake nini? Watakuwepo wabora sana. Qalu baraunaka ya Rasulullah, qala la, kwamba umeshaoneshwa we Mtume kwamba kuna watu huko mbele watakuwepo bora kuliko sie, umeoneshwa? Akajibu la. Qalu hal yanzilu alaihimul wahyu, je, wahyi utawashukia? Qala la, sema hapana. Qalu, wakamuuliza tena, fakaifa yakununa fihi, watakuwa kuwaje watu hao katika zama hizo? Hizo zama zikiwajia, watu watakuwa kuwaje? Wahyi haushuki tena, watu wanaishije sasa? Kwa sababu wao walizoea kwamba katika maisha yao likitokeza jambo la siri, Qur'ani inakuja kufichua. Likifanyika jambo baya, Qur'ani inakuja kuelekeza. Likiwatakiwa jambo zuri lifanyike, Mungu analeta maelekezo. Hivi sasa watu hawa kipindi hicho wataongozwa na nini? Wahyi utakuwa ukishuka. Qala, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, kalmilhi fil ma'i tadhubu qulubuhum kama yadhubu almilhu fil ma'i, watu hao wataishi kama chumvi kwenye maji. Chumvi kwenye maji inakuwaje? Tadhubu qulubuhum, nyoyo zao zitakuwa zikiyayuka, kama tadhubu alma'u, kama tadhubu almilhu fil ma'i, kama vile chumvi inavyoyayuka kwenye maji. Mtu atakuwa na imani leo thabiti kabisa, lakini ikifika kesho anakuja kudanganywa na kitu kidogo tu, imani yake anaiacha, anaingia kwenye makundi mengine. Qalu, masahaba wakasema, kaifa yaishuna fi dhalika zaman, katika zama hizo watu hawa wataishije? Qala, Bwana Mtume akasema, kadudi fil khilli, wataishi kama vile mdudu anaoishi kwenye siki. Unajua kuna nyakati za maembe utakuta mdudu anaishi ndani ya kokwa ya embe. Mdudu yule mdudu zomba kazaliwa ndani, akazaliwa nje, lakini kaingia ndani ndo anaishi.
qalu kaifa yahfadhuna dinahum, dini yao watu hawa wataichunga vipi? Qala, akajibu kaljamri fil yadi in wada'ahu tafi'a wa in amsakahu wa asarahu haraka al-yada. Akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba wataishi watu hawa kama wataichunga dini yao kama vile kala moto lililoko mkononi. Kala moto likiwa mkononi, in wada'ahu tafi'a, ndi kama ukiliachia ukaliweka chini, lile kala moto litazimika. Na ndio dini hiyo kwa maana ile ndio dini ile. Sasa umeiacha, basi ndio imekufa dini, hamna tena. Wa in amsakahu wa asarahu, na pindi mtu ameishika ile kala moto, wa asarahu, kisha kalikamua vizuri, yani kalikumbatia hasa, ndio haraka al-yadu, mkono utaungua. Fa'tabiru ya ulil absar biqauli rasulillah al-malik al-ghaffar, zingatieni maneno haya. Tena si ya Mtume, maneno haya ya mtungaji kitabu, anasema fa'tabiru ya ulil absar, enyi watu wenye akili, zingatieni biqauli rasulillah, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-malik al-ghaffar, Mtume Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mtawala, naye ndiye mwenye kusamehe madhambi ya waja wake. Tusimamie hapo. Allahumma ghanina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa jamilna bil afiya wa kirimna bit taqwa.